Yes, bwana, ni siku nyingine tena tumeweza kufika kwa meneja Dingano kwa sababu kuna mengi ambayo yanaendelea katika mtandao wa kijamii. So far meneja anayo majibu ya maswali ambayo wengi mmekuwa mkijiuliza na mkitaka kuweza kupata majibu. Meneja, inakuaje? Fresh. Kama kawa. Hali kama kawa. Kama kawa. Kwanza meneja, kabla ya yote kufikia kile ambacho tumehitaji kuzungumza na yeye, kwanza tuna msiba kwa upande wa Bongo Movie, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla. Kuna msiba wa dada yetu Karina, ameweza kutangulia mbele za haki. Walau kwa machache ambayo meneja tungetamani kusikia kutoka kwako baada ya kupata taarifa ya msiba. Msiba wa nani? Karina. Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Maana kila mtu anaenda huko huko. Simfuatilie sana, simjui sana. Ila kwa haraka ni kama video vix wa Babu Junior, ndio? Alikuwa. Yes, kwa namjua kwa hivyo tu. Kwa hiyo mimi sio mpenzi sana wa Bongo Movie, sijui hao madada video vix sijui nini. Mimi nacheza na Bongo Flava na muziki wa kiume na wa kike. Yes, kwa msiba wake niliuona. Basi kikubwa ni kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Maisha mengine yanaendelea kwa sababu wote tunaenda huko huko. Yes. Alright, baada ya kuweza kupata maneno machache kwa kile ambacho nimekuuliza kuhusiana na msiba, by the way tuna Alikiba anasherehekea miaka 20 katika muziki wa Bongo Flava tangu anze muziki. So far nilivyofika nimeona ukiangalia the way ambavyo Alikiba pamoja na marafiki zake wakifanya mazoezi kuelekea katika show yake ambayo ameandaa Zanzibar Kenya ya kusherehekea miaka 20 katika game. So far naamini kwamba kuna vingi ambavyo meneja Dingano tunahitaji kuweza kupata kwako. Kipi ambacho ungetamani kumwambia Alikiba, lakini pia kuna vitu gani ambavyo kama wasanii ambao walitanguliwa na Alikiba katika muziki wanahitaji kuiga? Alikiba mimi sina cha kumwambia. Sawa. Sina cha kumwambia kwa sababu yani siwezi kumwambia chochote na sina cha kumwambia kitu chochote kwa sababu kama mtu amemaintain game miaka 20 wewe utamwambia nini akakuelewa? Kwa hiyo maana yake amesha solve matatizo yake, shida zake, furaha zake mpaka amefika pale. Mtu akifika miaka 20 kwenye game mheshimu bro. Kwa hiyo mimi sidhani kama nikamshauri kitu chochote. Mimi ni fans wake kitambo sana, long time ago. Toka anaanza na nyimbo yake ya Mvuvi, Cinderella album yake ya kwanza. Yaani mote anamopita mimi ni shabiki yake mkubwa sana. Sawa. Lakini sina cha kumshauri kwenda kwenye miaka yake 20, ila nitawashauri ambao hawajafika kwenye game miaka 20, aidha wasanii ambao wana ndoto za kufika miaka 20 kama Alikiba. Kumbuka Alikiba kaanza kuimba muziki, Alikiba yuko mtu mdogo sana. Unasoma? Kama sikosea na miaka labda 15, kama sikosea 16 kwa kipindi kile 17. Unasoma sio? Lakini mwanamuziki vile vile amemaintain game yake mpaka hatua hii hapa tunavyozungumza. Si ndio bana? Wamekuja watu, wameondoka, wamekuja watu, wameondoka, wamekuja watu, wameondoka, wamekuja wasanii, wameondoka, wamekuja underground, legend nani, wote wamepotea. Lakini Alikiba bado anastick kwenye nafasi yake ile. Hicho ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu amempa mshikamano kwenye mikono yake. Lakini mwisho wa siku ningewashauri vile vile wasanii, sawa bana? Wapambane kama Alikiba. Sawa? Alikiba amepitia vitu vingi sana, manyanyaso, kuongelewa, kelele, sijui hivi juzi kati hapa tumekuja kusikia sijui anabinya pua sijui, umeelewa sijui. Lakini mimi sijamwona Alikiba anakaa kwenye media akajibu hiyo. Kwa sababu yeye anaamini nikifanya hicho kitu kizuri mafans wangu ni hao, watakipokea, watakisikiliza, biashara imeisha. Unasoma? Na kila msanii huaga na mafans wake, si ndio bana? Kwa hiyo kwangu mimi Alikiba shout out, na wasanii wote ambao wanaamini kabisa wanataka kupitia njia za Alikiba, wanatakiwa wawe na maono. Game inahitaji heshima, game inahitaji nidhamu, game inahitaji uvumilivu, sawa bana, na subra na kumwomba Mungu. Full stop. Tofauti na hapo, tunaona wameshaondoka hapa. Kina Dubai wako wapi? Wanapiga kelele kama mimi. Yaani baada ya kutoka kwenye usanii na wao wamekuwa fanyani. Umeelewa sijui? Mr. Nice iko wapi? Umeelewa? Akina nani hawa? Akina Dully Sax kama hivi tunawasikia. Tena Dully Sax kidogo na maintain game akina Msabdu, maana tunawasikia mpaka kesho. Lakini kuna wasanii hapa uwasikii. Mmesoma akina Mbidogi, sijui sijui. Akina Matonya, tena ile Matonya namuona chaka tu chaka mara kwa mara. Sawa bana, anaingia kwenye vitu fulani vya mezi. Ila Mbidogi, unajua yani kuna wasanii akina Zedianto au sio bana? Kuna wasanii wengi sana ambao Alikiba alishaanza nao, si ndio bana? Na ameshawapita mpaka leo hii. Wao mpaka sasa hivi wengine tena hata chakula chao inakuaga shida. Unasoma sijui. Kwa hiyo
Kama una heshima, nidhamu, busara, kutojali, kumwomba Mungu, subira, huwezi kufanikiwa kwenye maisha. Kwa hiyo Alikiba kwangu mimi, kongole kwa alichokifanya. Namkubali sana huyu jamaa. Na muziki wake ninausikiliza vile vile. Yes. Alright, msanii ku maintain katika miaka 20 katika game sio kitu kidogo manager. Pengine kwamba Alikiba anazidi nini wasanii wengine hao? Nimetoka kuzungumza hapo. Kwanza Alikiba ni mcha Mungu. Sawa? Anaheshima na game ya Bongo Flava. Afa na mheshimu mkubwa na mdogo. Sawa? Mimi sijamwona Alikiba amekaa kwenye media anaanza kugombana na watu. Sawa? Sijamwona Alikiba amekaa kwenye media anaanza kuhadisi wasanii. Sisi tunanyelewa? Umeelewa? Alikiba anashirikiana na wasanii wa chini mpaka wakati mpaka wa juu. Umeelewa sijui? Na ndio maana wasanii wengi wamefeli kufika hapa. Ndio maana yeye amefika. Kwa sababu kama kweli wewe ni mpambanaji katika maisha, Mwenyezi Mungu atakuonesha njia. Si ndio? Kama kweli unamwomba Mungu, Mwenyezi Mungu basi atakushika mkono. Umesema sijui? Kama kweli una heshima na subira na kuheshimu wanadamu wenzako ambao Mwenyezi Mungu ndo kawaumba, basi Mwenyezi Mungu lazima akutoboleshe kwenye maisha. Huna roho mbaya. Sawa bana? Unashughulika kwenye sekta tofauti na vijana wenzako au na wasanii wenzako, kujamii za nje ya muziki. Umesoma sijui? Kwa hiyo Alikiba kwangu mimi naweza nikasema ni msanii bora wa kipindi chote. Kwa sababu kuna msanii mzuri alafu na ubora. Alikiba ni bora wa kipindi chote, ndio maana ame-maintain miaka 20 kwenye game. Hivyo. Kuna kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa sana kuhusiana na swala la msanii wa live na msanii wa studio. So far nawe uliona kabisa, na pia alizungumzia pia Alikiba kwamba mtu ambaye alimsababisha yeye kuweza kupenda kuimba live alimtaja kama sikosei alimtaja ni AY. Mpaka sasa hivi tunaona Alikiba akiitwa master wa live, lakini pia tukaona Diamond pamoja na Liza akasema kwamba msanii sio wa live tu, pia msanii pia angalau pia katika upande wa studio. So far naamini kwamba tuelezee na hiyo. Kama ametokea Liza, sijui Liza, kwani Liza yupo? Yupo wapi? Producer. Anafanya producer anapiga beat gani sasa hivi? Maana naona hawa beat za Diamond ni nani? Stukizi. Yeye kama anaweka basi vinanda tu. Lakini sasa hivi haaminiki kupewa beat akampigia Diamond wala Ivan wala msanii yoyote, kwa sababu alishaharibu hapa katikati. Ushanyelewa? Producer wa sasa hivi ambaye ana trend kibongo bongo kwa haraka japo kama kuna kipindi ile kwa simuelewi kwa sababu ana sample sana nyimbo. Ni huyo Stukizi. Na Stukizi ndo ambaye anahusika kwenye nyimbo nyingi za Diamond. Ushanyelewa? Anahusika kwenye nyimbo nyingi sana za Mbosso. Nyingi sana za Zuchu. Nyingi sana au sio bana za Laivani. Nyingi sana za Harmonize. Sio unanyelewa? Mario. Kwa hiyo yeye amwashika wale wasanii wote ambao wanafanya vizuri kibongo bongo. Kawaweka hapa. Huyo Liza wewe amepiga beat gani karibuni hapa? Hapa kwenye ambaye kidogo Bimboy naona kuna beat anavipiga hapa kama ile nini ile siju fula yangu ni wewe nani yule? Kuna mmoja amepiga Kimambo. Hii mitu amepiga nani? Hapa kuna mmoja amepiga mitu kaipiga B-boy. B-boy. Na hii fula yangu ni wewe kaipiga nani? Kimambo. Umeona tofauti huo? Yeye Liza kapiga ngoma gani kaenda na namba nyingi kama hii fula yangu ni wewe na mitu. Kwa hiyo sitaki kumzungumzia kwanza huyo mtu. Hebu funga kwanza mdogo. Yaani sitaki kumzungumzia sawa. Tupo kwenye swali lako. Kuimba live si ndio bana? Kwanza hiyo ni bahati kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Iko ni kipaji. Lili kutoka wapi? Kwa Mwenyezi Mungu. Umesoma sijui? Kuimba live. Alafu kuimba na CD ni kitu kingi. Diamond kuimba live hawezi. Sawa? Kwa lazima atetewe na watu ambao anawapa mshahara. Umenisoma sijui? Lakini Alikiba sio bana, ni msanii ambaye anaimba live, anapiga na CD, yaani anafanya kila kitu. Na ndio msanii ambaye sasa hivi tunamtegemea kwa kuimba live. Kibongo bongo mimi kunyanzia kwa bana mimi nakuwekea Alikiba hapo na Harmonize. Kidogo nasubutu kufanya hicho kitu. Umesoma sijui? Kwa hiyo kuna tofauti wakati ya live na CD. Alikiba sio mtu wa CD mara kwa mara. Kile ni kipaji kutoka kwa Allah. Na ndio maana ame-maintain mwaka wa 20. Huu kiisha mwaka wa 21. Nani kafanya? Wasanii wenu wote wamepotea mpaka sasa hivi wanakula madawa huko. Wengine wanakula bange. Umesoma sijui? Hawana nuru. Umesoma sijui? Kuna wasanii wengi nikianza kukolozesha hapa mpaka naonea huruma wengine washikaji zangu. Hivi Pasha na Alikiba walikuwa wanapiga ngoma pamoja? Pasha na Alikiba. Walikuwa karibu fulani. Sio karibu. Yaani mimi na bato lao lile. Si lilikuwepo kipindi kile? Mr. Blue. Akina Mr. Nice. Akina ndo yule sije Dulayo. Yuko wapi Dulayo? Dulayo sasa hivi ukimwona unamkimbia. Midomo yote imekatika. Umesoma sijui. Kwa hiyo lazima tuambiane ukweli.
Umesoma sijui? Lazima tuambiane ukweli. Alikiba atakuwa heshimiwe. Tumpe heshima yake bro. Sawa? Yaani Alikiba ni dunia nyingine, labda nikwambia hivyo. Na ukitaka kujua Alikiba ni dunia nyingine, uone ulivyomletea Figisu Trace. Angevunja ile rekodi pale. Subiri hiyo kendo tarehe 19. Wewe subiri uone Alikiba anataka kufanya kitu gani. Ndio utajua kabisa hapa kibongo bongo msanii anajua kuimba live ni yupi. Kwa hiyo huyu akina sijui akina Liza sijui akina nani kumletea bosi wao ni issue ya kawaida. Lakini Diamond kuimba live hawezi, kwani huo ni uongo? Hawezi kabisa. Live. Umwekee pale live yale mabati yale. Anapita kushoto kulia. Umesema sijui. Kwa hiyo vitu ni uwezo wa mtu binafsi. Unaona msanii? Kwa hiyo Alikiba ana uwezo kufanya hicho kitu. Banana Zoro mtaalamu wa live, sawa? Na huyu mtoto huyu wa THT nani? Barnaba mkali kabisa wa hizo kazi. Umesoma sijui? Lazima tuambiane ukweli. Kuna wasanii ambao ndugu yangu akikaa live pale mwenyewe anapenda. Utoki ujue. Sawa sijui Mbosso anajua kuimba live. Tena Mbosso hapo mweke na boss wake hapa Diamond anakalishwa na Mbosso kwa live. Yaani kwa kupiga ile live keyboard kata ile. Mbosso mtamu. Lakini lazima tuambiane ukweli. Muziki wa live band, sawa bana, ndio muziki ambao wazungu wanaofili miaka yote duniani hadi Afrika. Sawa bana? Yes, kwa sababu pale ukifika kuna kila kitu bro. Umeelewa sijui? Yes. Wewe umeona mara mwisho jamaa yenu ameenda kupiga show usiku wa kafu. Kaluka kama Masai pale. Oh my ya. Blaza utaki kuluka hapo. Sawa? Tunataka upige vitu konki. Umeelewa sijui? Yaani fanya kitu ambacho kinachoeleweka. Kama uwezi basi jiandae hata kwa mwezi mzima. Au sio bana? Unafanya mazoezi. Unajua mazoezi nayo yanakusaidia. Kwa hiyo mwisho wa siku Mungu kunyeza swali lako kuhusu eti CD na live ipi inapendwa. Live brother ndio kila kitu. Wewe umeona Ulaya watu wanaluka kama vioo au kama Masai. Ulaya unakuta mzungu yuko kula mshika keyboard, mwingine hapa mshika kinanda, mwingine hapa mshika nini, mwingine anapiga hivi msanii kula naimba. Bana boy